tutazindua bodi yetu ya chama cha wataalamu wa maendeleo ya jamii, yani CODEPATA. Tutazindua bodi ambayo mwenyekiti wake ni Mheshimiwa Waziri Mkuu Mstaafu Pinda. Tutakuwa nao kesho tukiwapa mafunzo ya namna ya kusimamia chama hiki na kuendesha. Tutakuwa na mtaalamu mkuu wa chuo cha Tengeru, atatoa mafunzo kwa muda mchache tu, wajue majukumu yao wakisimamia hiki chama cha maendeleo ya jamii. Kwa hiyo ni jukumu ambalo tutakuwa nao katika mkutano huu. Lakini jukumu lingine ambalo tutakuwa nao katika mkutano huu ni kupokea taarifa ya mwaka ya chama, lakini kujadili nini tunachoenda na chama kwa mwaka huu. Chama chetu kinalenga mambo makubwa matatu. Moja, ni kusimamia haki za wanachama. Unasimamia haki za wanachama na sio haki za wanachama tu, haki zao za wanachama, lakini na wajibu wao. Kama wanachama wanahitaji haki, lakini wao na wajibu. Ni tofautisha, hiki ni chama cha wataalamu, sio cha wanaharakati. Sisi wanaharakati, sisi ni chama cha wataalamu. Kwa hiyo zile shughuli zote zinahusu wataalamu, mapungufu ambayo wanachama wanayaona kwenye chama, kwenye taaluma yao, wanapitisha kwenye chama chao cha kitaalamu. Sisi tunawasilisha serikalini kwa ajili ya kuona namna ambavyo inaweza kuwa ni njia bora ya kuhakikisha kwamba zile changamoto zao zinatatuliwa, lakini pia kuishauri serikali namna bora ya kuwatumia maafisa maendeleo ya jamii katika kufanikisha malengo mbalimbali ya serikali. Kwa haya tutazungumza kwenye chama, lakini tutakuwa na watoa mada ambao tutawasilisha mada mbalimbali. Tutakuwa na watu wa bima ambao watazungumza hii bima mpya tunaenda nayo vipi maafisa maendeleo ya jamii. Tunataka wawezeshe wanapotoka hapa, tutakuwa na maafisa maendeleo ya jamii karibu 1200. Wakitoka hapa wanaenda pale wakaimbe wimbo wa bima ya taifa kwa watu wote. Lakini tutakuwa na mtoa mada mkuu ambaye ni mkuu wa mkoa wa Njombe, Mheshimiwa Mtaka. Atakuwa ni mwezeshaji mkuu wa mada zetu hapa. Lakini tutakuwa na Dr. Kweka. Dr. Kweka, watu wengi wana msongo wa mawazo, wana tatizo mbalimbali. Kwa hiyo muwepo waandishi wa habari. Unaweza kukuta mtu anatembea barabarani kumbe ana shida kubwa. Leo mtu mwingine unashangaa ofisini tu ni mkali, anafanya vitu vya ajabu, mitaani mtu aendelee, kumbe kuna shida ya afya ya akili. Kwa hiyo tutakuwa na Dr. Kweka hapa, atatupitisha kwenye mada za afya ya akili. Kwa hiyo tutakuwa na mambo mbalimbali ambayo tutayafanya hapa, na tunaamini kabisa huu mkutano utakuwa na mafanikio makubwa na unalenga hasa kuhakikisha maendeleo ya nchi yetu na taifa yetu yanakuwa maendeleo endelevu, na yakiwa maendeleo endelevu basi taifa letu litakuwa vizuri. Niwaombe waandishi wa habari muwe mawakala wetu wazuri, kwa sababu sisi ni mawakala wa mabadiliko, change agent. Nyie pia mfanyike mawakala wetu wazuri kuisemea hii fani ya maendeleo ya jamii. Muijue vizuri, lakini muisemee. Ndugu zangu, nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana.